Bwana Yesu asifiwe, ndugu mtazamaji na ndugu msikilizaji. Majina yangu naitwa Melkiadi Faustini, mtumishi wa Mungu natumika kanisa la EAGT Hebroni Nyakabungo. Leo nalo neno la faraja kwa ajili ya maisha haya ya uzima milele. Duniani tupo kwa muda, duniani tunapita. Lakini Mungu amekwisha kuweka utaratibu wa kumtumikia yeye. Nataka nikupe neno fupi kwa ajili kukujenga na katika maisha haya. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 13 na 14, Biblia inasema, ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotevuni, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani, nao ni wachache. Nisikilize. Kichwa cha somo cha ujumbe huu kinasema hivi: uwe makini juu ya mlango unaopitia. Somo hili linatuweka wazi kufahamu mifumo ya ibada mbalimbali ambazo zinaendeshwa ulimwenguni. Ipo mifumo ya ibada aina mbili tu. Ibada ya sehemu ya kwanza ni ibada ya mashetani, na ibada ya sehemu ya pili ni ibada ya Mungu wa kweli. Na katika mifumo hii wapo watumishi ambao wanasimamia hizo madhabahu kuhakikisha kwamba ibada hizo zinafanyika kwa usahihi. Sasa basi, uwe makini sana. Maana katika mifumo hii imefanyika milango ya kuwapeleka watu aidha pabaya au pema, na wanatambuliwa kwa matunda yao. Elewa tu, ibada ambayo haiwezi kumsaidia mtu kuacha uovu, kumsaidia mtu katika namna ya kuishi kwa wema, ibada ambayo inafunika uovu na haiwezi kumpinga dhambi, kupinga mtu mwenye dhambi, hiyo ibada tambua tu kwamba ni ibada ya mashetani. Hajalishi unamtaja Kristo, unamtaja Mungu, lakini uwe makini kwa matendo na kwa matunda yao, utambue tu kwamba hapo hakuna uzima. Lakini ambapo penye uzima, mara nyingi panapingwa, kwa sababu panapinga dhambi, kwa sababu panasema ukweli na kufunua ubaya ili kuonesha mahali pa kupita. Kwa hiyo uwe makini katika njia unayoiendea na katika mlango kupitia. Ipo njia nyembamba na mlango mwembamba ambao ni Kristo Yesu. Huyu Yesu anaweza kufanya ukawa salama. Ni heri uambiwe ukweli, ni heri uambiwe makosa yako, ni heri ufichuliwe uovu alafu usaidiwe namna ya kufanya na namna ya kuishi kumtumikia Mungu huyu. Hivyo kwa kufanya hivyo utakuwa salama na utakuwa na haki kwenda kurithi uzima milele. Kwa kuwa mtu mwenye kuiangalia nafsi yake ataiangamiza, lakini mwenye kuiangamiza kwa ajili ya Kristo, huyo ataiokoa. Asante mno. Mungu akusaidie uwe makini katika mifumo ya ibada zinazoendeshwa ulimwenguni kote, na kutakia maamuzi mema na uchaguzi mwema kupitia jina la Yesu. Amen.